Kuna tofauti kati ya kuvumilia na kupoteza muda. Watu wengi hawajui tofauti hiyo. Namba 4 ni muhimu zaidi kuijua. Please usahau kusubscribe channel yetu kwa mara ya kwanza na kutufollow pia. Kila mtu amewahi kusikia kauli inayosema vumilia, muda wako utakuja. Kauli hii imewahi kuwasaidia watu wengi kutokata tamaa katika nyakati ngumu. Lakini kuna ukweli mmoja ambao hauzungumzwi mara nyingi. Si kila hali inahitaji uvumilivu zaidi. Wakati mwingine kile tunachokiita uvumilivu huwa ni kupoteza muda bila kujua. Watu wengi wamekaa miaka mingi kwenye mazingira yanayowaumiza, mahusiano yasiyo na mwelekeo, kazi zisizowapa maendeleo, au ndoto ambazo hawajawahi kuzifanyia kazi kwa sababu wanaamini wanavumilia. Lakini ukweli ni kwamba uvumilivu wa kweli una kusudi na dalili za maendeleo. Kupoteza muda hakuna mabadiliko, hakuna hatua, na hakuna matumaini ya kweli ya kuboresha hali. Swali muhimu ambalo kila mtu anapaswa kujiuliza: je, ninavumilia? Au je, uvumilivu wangu unanifikisha mahali fulani au ninafanya nibaki pale pale? Namba 1, uvumilivu hujenga. Kupoteza muda huzuia ukuaji. Uvumilivu wa kweli huwa na maumivu ya muda, lakini huzaa matokeo ya baadaye. Mwanafunzi anayesoma kwa bidii kwa miaka kadhaa anavumilia kwa sababu anaelekea kwenye lengo. Mfanyabiashara anayepitia changamoto za mwanzo anavumilia kwa sababu biashara yake inaonyesha dalili za kukua. Lakini kupoteza muda ni kubaki sehemu moja huku ukitumaini miujiza itokee bila sababu ya msingi. Ni kuendelea kufanya jambo lile lile kwa miaka mingi bila mabadiliko yoyote na bado ukajiambia kuwa unavumilia. Ukweli ni kwamba muda unapita, lakini maisha hayasongi mbele. Namba 2, uvumilivu huambatana na hatua, sio kusubiri tu. Watu wengi huchanganya kusubiri na kuvumilia. Kusubiri pekee hakubadilishi maisha. Unaweza kusubiri mwaka mmoja, miaka 5 au hata miaka 10 bila kuona tofauti yoyote kama hakuna hatua unazozichukua. Mtu anayevumilia huwa anaendelea kujifunza, kuboresha uwezo wake na kutafuta njia mpya ya kufikia malengo yake. Hata kama matokeo hayajaonekana bado, kuna maendeleo yanayoendelea nyuma ya pazia. Kupoteza muda ni kusubiri matokeo huku hakuna chochote kinachofanyika kuyasababisha. Namba 3, kuna wakati kuondoka ni hekima, sio kukata tamaa. Jamii imewafundisha watu kwamba kuondoka mahali fulani ni ishara ya kushindwa. Lakini si kweli kila wakati. Wakati mwingine kubaki ndiko kunakuwa kushindwa na kuondoka ndiko kunakuwa ushindi. Kama mazingira fulani hayakupi nafasi ya kukua, kama mahusiano fulani yanakuvunja badala ya kukujenga, au kama njia fulani imeonyesha wazi kwamba haina mwelekeo wowote, kuondoka si udhaifu. Ni ishara kwamba umejifunza kutambua tofauti kati ya uvumilivu na kujitesa. Namba 4, muda ni mali ambayo hairudi tena. Fedha zinaweza kupotea na kurudi. Kazi inaweza kuondoka na kupatikana nyingine, lakini muda ukiondoka haurudi tena. Hii ndio sababu ni muhimu kuchunguza mara kwa mara maisha yako na kujiuliza kama kweli unaendelea mbele. Watu wengi hujuta si kwa sababu walijaribu na kushindwa, bali kwa sababu walikaa muda mrefu sana katika mambo ambayo yalikuwa hayana hatima. Walidhani wanajenga kesho yao, kumbe walikuwa wanaihairisha. Namba 5, uvumilivu wa kweli unahitaji hekima. Si kila vita inapaswa kupiganwa milele. Si kila mlango uliofungwa unapaswa kugongwa maisha yote. Hekima ni kujua lini uendelee kusukuma mbele na lini ubadilishe mwelekeo. Watu wenye mafanikio makubwa si wale waliovumilia kila jambo, ni wale waliotambua ni jambo gani linastahili uvumilivu wao na ni jambo gani linastahili kuachwa. Hiyo ndiyo tofauti kati ya mtu anayekuwa na mtu anayebaki sehemu moja kwa miaka mingi. Maisha hayahitaji uvumilivu pekee, yanahitaji pia utambuzi. Kabla hujajiambia uvumilie zaidi, jiulize kama unakuwa
unajifunza na unasonga karibu na lengo lako. Kwa sababu ukweli ni huu, uvumilivu hukusogeza karibu na ndoto zako. Kupoteza muda hukusogeza karibu na majuto yako. Na mara nyingi tofauti kati ya mafanikio na majuto si juhudi nyingi zaidi, bali ni kutambua mapema tofauti kati ya mambo hayo mawili. Badilisha fikra, badilisha maisha. Umakini unahitajika.